Roho anapokuja anakuletea baraka ya Ibrahimu, anakuletea ufalme wa Mungu, anakuletea uzima wa milele. Amen. Sawa? Amina. Na haya mambo unayahitaji yote. Amen. Lakini pia tukaona kwamba Roho Mtakatifu amekuja, kazi yake ni kutuongoza si tuweze kumiliki urithi wetu. Lakini tukaona huwezi kumiliki urithi mpaka wewe unaenenda katika Roho. Amen. Na tukaona kwamba Roho Mtakatifu ndiye pekee anayekuwezesha wewe kuenenda katika Roho. Maana kama unaenenda katika Roho utakuwa una nini? Una uzima pamoja na nini? Na amani. Kama unaenenda katika mwili unaishia kwenye nini? Kwenye mauti. Na tukaona kwamba anasema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Na akasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo wewe inabidi ufanye uamuzi kwamba wewe ni wa mwilini ama ni wa rohoni. Na maadamu utakuwa unaenenda kama mtu wa mwilini, hutakaa umiliki. Amina. Pamoja na kwamba wewe ni mrithi. Amen. Maana kupewa ni jambo moja, kumiliki ni jambo jingine. Amina. Sawa? Amina. Kwa hiyo na tuanzie Wakorintho wa pili mlango wa 5. Mstari wa 16. Anasema hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Anasema wakati fulani tulikuwa tunamjua Yesu ama Kristo kama Myahudi. Amen. Tulikuwa tunamjua kama Mgalilaya. Amina. Tulikuwa tunamjua kama Mnazareti. Amen. Lakini sasa hivi hatumtambui hivyo tena. Amen. Maana yake nini? Kwenye Warumi mlango wa 1 anaanza anasema mstari wa 1, tunalenga mstari wa 3 na 4. Paulo mtumwa wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Akisema ameitwa kuhubiri injili, injili ipi? Injili ni habari njema inayohusu nini? Injili ni habari njema inayohusiana na uzima, kwamba mauti imefutwa, uzima na kutokuharibika, uzima na kutokufa, life and immortality imefunuliwa. Amen. Na anasema uzima na kutokufa unafunuliwa tu pale ambapo injili inahubiriwa. Kwa kama hakuna mtu anahubiri hii injili, watu hawawezi kuona kwamba mauti imefutwa, hawawezi kuona kwamba uzima na kutokufa umeletwa na Yesu Kristo. Hawawezi kuona. Amina, amina. Si. Na wana wengine mkinisikiliza mashangaa sema hivi iko kwenye Biblia hii. Kwa sababu hamkuwahi kusikia mtu akihubiri. Na naangalia tangu wakati Mungu ameanza kuzungumza na mimi hili jambo, nilianza kujaribu kufundisha baadhi ya watu 2010. Si tabia yangu mimi iko hivi, kama Mungu akisema na mimi nasema, hata kama sielewi. Taelewea huko mbele. Kwa nini nipoteze muda? Amen. Kwa wakati nimeanza kuambia watu wengi sana walikuwa wanabisha. Na hata nilipoanza kufundisha kwa njia ya redio mwaka 2012, nilikuwa siileti waziwazi sana. Na chenga fulani hivi, alafu mwenye masikio ya kusikia na macho ya kuona anaiona na nyenyuka na simu anasema hakika nimejua. Nasema yes. Lakini sasa tumefika wakati ambapo ukizungumza tu karibu watu wote wanaona. Sio ngumu tena, ni kama kuna pazia limenyenyuliwa limeondoka wap. Amen, amen. Sawa? Na mimi nimekuwa nikiambia watu usibishe. Unataka kufa? Unataka kuishi? Okay, kwa nini tusikubaliane kwanza kwamba mauti imefutwa, uzima na kutokufa umefunuliwa kupitia Yesu Kristo? Tukubaliane kwanza huo ndio ukweli. Alafu tukubaliane kwamba Mungu hataki watu wafe, anataka watu wafanye nini? Waishi. Alafu baada hapo tuseme okay, sasa huu mchakato unakwendaje? Amina. Kwa nini tunabishania kwenye mambo ambayo hayana kichwa wala mguu? Hallelujah. Kwa anasema yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Kumbuka kule kwenye Wakorintho alivyosema tangu sasa, si ndio? Atufanye nini?
Hatumtambui Kristo tena kwa jinsi ya mwili, tunamtambua kwa jinsi ya nini? Sawa? Anasema yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Sasa sitaki kuingia huku maana sio somo letu, lakini watu wengi sana hawajui kwamba Yesu rasmi, natumia neno rasmi nikiwa na maana, alidhihirika kuwa mwana wa Mungu alipofufuka. Amen. Kabla hapo ilikuwa sio rasmi. Amen. Amina. Yesu alikuwa Bwana baada ya kushinda mauti. Kabla hapo alikuwa anaitwa Bwana, lakini ilikuwa sio rasmi. Amina. Kwa sababu kumbuka, ilibidi aje afe. Kwa hiyo hakuwa Bwana juu ya mauti. Amina. Haleluya. Sio, unaposema Bwana maana yake ni kwamba wewe una mamlaka juu ya vitu vyote. Kwa hiyo wakati akiwa hapa duniani anatembea na hubiri Injili, alikuwa anaitwa Bwana lakini haikuwa rasmi. Amen. Ndio maana hata ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 2, wakati Bwana Yesu amefufuka, nadhani mstari wa 36, Petro anasema basi Israeli wajue kwamba huyu Yesu Mungu amemfufua kutoka katika wafu na amemfanya kuwa nini? Bwana na Kristo. Kumbuka alikuwa anaitwa Kristo, tulikuwa tunajua, lakini aliposhinda mauti ndo inathibitisha. Yeah. Maana kwa Waisraeli, Wayahudi walikuwa wanajua, kusoma kwenye Yohana 12, anasema Torati imetuambia kwamba Kristo hafi. Amina. Wewe unazungumza, unaposema mwana wa Adamu atakufa, maana yake nini? Huyu mwana wa Adamu ni nani? Maana yake sisi tunajua wewe ni Kristo na Torati imetuambia kwamba Kristo hafi, anadumu milele. Wewe unazungumzaje habari ya kufa? Amina. Na ukumbuke Mafarisayo, Masadukayo, waandishi wa sheria walikuwa wanatafuta uzima. Bwana Yesu anasema mnachunguza maandiko, mnadhania ndani mwake mna uzima wa milele, na maandiko hayo yananishuhudia mimi. Amen. Kwa hiyo jamaa kwa anatafuta nini? Uzima. Mpango mzima ni nini? Uzima. Kwa hiyo anasema Yesu kwa jinsi ya mwili ametokea kwenye ukoo kwa Daudi, alafu akafa. Amen. Alipofufuka sio wa ukoo wa Daudi tena. Amina. Amedhihirishwa kwa roho ya utakatifu kuwa yeye ni mwana wa Mungu. Amen. Sawa? Amen. Kwa maneno mengine, imekuwa rasmi sasa, sio habari ya mwilini tena. Ndio waona alivyofufuka hakuwa anahitaji mlango. Amen. Si ndio? Amina. Anaondokeza katikati, anapiga hai na samaki ya kula hapa. Jamaa ameingiaje? Mkimpa kipande ya samaki akishiba anatoweka. Na alipofufuka anamwambia nishikeni. Roho haina mifupa na nyama. Kwa hiyo alikuwa na mwili na mifupa kasoro damu. Si miili ya utukufu, kinachoondoka ni damu. Amen. Hii damu ndo gozigozi. Amina. Makorokoro yote, matatizo yote yako kwenye damu. Tatizo lolote. Sasa kwa kuwa na sisi tuko ndani ya Kristo, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Kwa hiyo ina maana na sisi hatuenendi tena kwa jinsi ya mwili, tunaenenda kwa jinsi ya nini? Ya roho. Na kwa maana hiyo nini? Uzima. Akasema Mungu adhihakiwi, apandacho mtu ndicho anachovuna. Ukipanda kwa mwili unavuna uharibifu, ukipanda kwa roho unavuna nini? Uzima. Na Mungu akasema huwezi ukatumikia, Bwana Yesu anasema tutumikia mabwana wawili. Amen. Sawa? Ndio. Mungu na mali, mshiko. Huwezi. Utampenda huyu? Namchukia huyu. Kama uamini, kasome story ya Anania na Safira. Anania na Safira, shamba la kwao. Alafu wakaamua kumtolea Mungu. Wakaenda wakauza na kuuza kabisa.
Alafu baadaye njiani pesa ikaanza kuhubiria. Bwana piga panga, unampelekea yote. Kwa hiyo akaamua kupiga panga. Alipofika kukutana na Papa Petro. Anasema Anania, hivi haikuwa shamba lote lilikuwa la kwako kabla ya kuuza? Ulipoamua kulitoa inakuwaje tena mmegeuka? Mauti kafanya nini? Mjasomaga? Kwa hiyo zamani kwenye Agano la Kale anawaambia msitumikie miungu mingine, mkitumikia miungu mingine mtakufa, mtaangamia, mtateketezwa, mtakuwa watumwa. Leo hii si hatuna miungu mingine, ni mshiko tu. Na kuhakikisha kinachofanya watu wengi waenda kwa waganga nini? Mshiko. Na hela za kudonyoa. Nadhani mimi nikienda huko hawezi kunipa. Tuko sawa? Sasa leo nataka tupige hatua. Tuliona Roho Mtakatifu anaweza kutufanya tuende katika maisha ya nini? Ya rohoni. Na unapoenenda rohoni unamiliki vyote. Amina. Nitasisitiza tena. Kuna mafundisho yaliyofundisha Arusha, mafundisho ya kwanza ya Kristo. Yakiwa tayari wakisha umeyapata utawatangazia. Amen. Na safari hii ya tuambiane kabisa. Sigawi bure tena. Amina. Haleluya. Muda mrefu sana alafu haiwasaidii kabisa. That is one. Lakini pia kama ninyi wenyewe hamwezi kuthamini hiyo message, kwa nini watu baki wathamini? Haleluya. Hawezi kabisa. Kama unaona kupanda katika huo uzima hailipi, kwa nini mtu mwingine apande? Sawa? Tumefurahi. Haya, tuendelee. Amen. Tunarudi. Jana tulianza kuangalia kidogo Roho Mtakatifu alivyo, tabia yake, sifa yake, anapenda nini, si ndio? Sawa. Sasa nataka tuangalie kitu kimoja. Ukienda kwenye Yohana 16 mstari wa 14. Leo mole sasa tuangalie kufanya ushirika na Roho Mtakatifu, sawa? Katika Yohana 16:14 anasema hivi: yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kufanya nini? Kupasha habari. Kutupasha habari zake. Kwa maneno mengine, Roho Mtakatifu kazi yake ni kumfunua Kristo kutoka katika maandiko. Sawa? Nina. Lakini pia kutujulisha kusudi la Kristo na kutujulisha kuhusu kazi za Kristo. Kwa maana mengine, Biblia nzima ukianzia kitabu cha Mwanzo inazungumza habari za Kristo. Amen. Hata kuna vitu vingine huwa hatupendi kuvizungumza, maana tukivizungumza vinaonekana kama ni vinaleta utata katika kanisa. Lakini kama umemwachia Roho azungumze na wewe, unaviona wazi. Sawa? Kwa mfano Mwanzo 1:26 anasema na tuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kitu ambacho juu ya nchi na. Si ndio? Amen.
Nimesikia wahubiri wengi wanajaribu kuzungumzia kwamba alikuwa anazungumzia Adamu. Na yule sio Adamu. Ile ilikuwa ni unabii, prophecy kuhusu Kristo. Kwa sababu ukiniambia ni Adamu, na mimi nitakuuliza swali moja. Kama Adamu aliumbwa katika sura na mfano wa Mungu, na Adamu akajaribiwa na shetani, Adamu akashindwa, ina maana shetani anaweza kumshinda Mungu? Haiwezekani. Ngoja kwanza, msinijibu nasema hivi, kama Adamu ameumbwa katika sura na mfano wa Mungu, na Adamu akashindwa na Ibilisi, ina maana Ibilisi huyo ana uwezo wa kumshinda Mungu? Manake Adamu ametokana na sura na mfano wa Mungu. Haiwezekani. Inawezekana. Vinginevyo Biblia hiyo ilikuwa inamaanisha kitu kingine. Ilikuwa inamzungumzia nani? Kristo, ambaye tunaona alipokutana na Ibilisi, Ibilisi akashindwa. Kwa kati ya Adamu na Kristo, nadhani nani anamfanania Mungu? Kristo. Kwa hiyo nadhani Mwanzo 1:26 ilikuwa inamzungumzia Adamu, ilikuwa inamzungumzia Kristo. Kristo. Hamtaki tena? Na ndio maana ukienda kwenye Waebrania 1 anasema Kristo ni mwana, anasema ni mng'ao wa utukufu wa Baba na chapa ya nafsi ya Mungu. Amen, amen, amen. Hallelujah. Kwenye Biblia moja ya Amplified Bible ya Kiingereza anasema he is the brightness of the glory of God and the soul kwa maana pekee, soul express image of his person. Na ndio maana Bwana Yesu anafika kwenye Yohana 14 mstari wa, ukisoma mstari wa 9, anawaambia wanafunzi wake, ukiniona mimi umemuona mwenyewe. Amen. Naam. Yeah, alikuwa ni word, alikuwa ni neno. Alikuwa hajawa mtu. Naye neno akafanyika mwili. Hallelujah. Kingine mwalimu wangu. Na ina maana kwamba Adamu, Mungu alimpeleka Adamu ambaye alikuwa sio Kristo. Adamu wa kwanza ametokana na udongo, ndio maana anarudi katika udongo. Adamu wa pili wa mwisho atoka mbinguni. Amen. Lakini Adamu wa kwanza aliumbwa na Adamu wa pili. Adamu wa kwanza aliumbwa kutokana na Adamu wa pili. Ukimaanisha nini? Ni neno. Lakini alitengenezwa kwa kusudi maalum. Kusudi la Adamu ilikuwa ni kumpitisha Kristo aje. Si? Maana kama bado unajidanganya kwamba Adamu ndo alikuwa mwanadamu wa kwanza, umeliwa. Maana ukienda mlango wa 4, Kaini anasema sasa umenifukuza mbele ya uwepo wako, wanadamu wakiniona wataniua. Wakina nani? Wepi? Wakati unafahamu alikuwepo Adamu, Hawa, Kaini na Abeli. Sasa anasema Abeli ameshakufa. Kaini ndio huyo anafukuzwa na Mungu. Anasema wakiniona wataniua. Wakina nani? Okay. Seti na Kaini walipata wapi wake? Wepi? Kwa hiyo mtu kaka na dada wakaanza kuingiliana. Wakati Mungu wewe ameshakwambia ni chukizo la uharibifu. Walikuwepo vibaka duniani. Hatujuagi nini kilitokea huko nyuma. Story yetu inaanzia kwenye Biblia. Tunapewa historia ya Yesu, chimbuko la Kristo. Ndio tunazungumza kwamba Roho akija anamfunua Kristo. Kwa hiyo wakati Musa amekaa mlima Sinai, anaonyeshwa, anarudishwa mpaka chimbuko la Kristo, bustani ya Eden. Amen. Sawa, ambayo ikaenda, ilipofika kipindi cha Nuhu ikatokea gharika. Kwa hiyo vile vizazi vingine vyote vikafutwa. Kwa hiyo kuanzia Nuhu sasa tunakuwa na wote, sasa hivi tumetokana na nani? Na Adamu. Kwa sababu wale wengine wote walifutwa. Amen. Hallelujah. Amen. Unakaa vizuri? Amen. Kwa hiyo mwanzo walikuwepo machokora. Sawa? Ilipofika kwenye gharika, Mungu akaamua kuwashughulikia, akawapiga kiberiti wote. Kwa hiyo akabakia kizazi cha nani? Cha Adamu.
Ndio maana ukisoma kwenye Mwanzo 6 anasema Mungu akaona wana wa Mungu wanaingiliana na mabinti za binadamu. Na anapozungumzia wana wa Mungu hakuwa anazungumzia malaika kama anafundisha makanisani. Kwa sababu kusoma kwenye Waebrania 1 anasema ni wakati upi ambaye malaika yupi Mungu ameshawaambia wewe ndiye mwanangu leo nimekuzaa. Malaika hajawahi kuitwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo alipokuwa anazungumzia wana wa Mungu ni wale ambao walikuwa wana asili ya haki. Na wana wa wanadamu ni wale ambao wana asili ya dhambi. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kumfunua Kristo kutoka kwenye maandiko. Sasa wataka kupiga kambi sana huko. Amina. Tunamezea tu tunapita hapo pembeni hivi. Kwa hiyo unaweza ukaanza kumuona Kristo tangu kitabu cha Mwanzo. Mlango wa kwanza unamuona huyo mpaka Ufunuo. Amen. Na unaposoma Biblia unatakiwa umtafute Kristo. Amina. Maanake kwenye Waefeso anasema Mungu amekusudia kukusanya vitu vyote vya mbinguni na vya duniani avitie ndani ya Kristo. Amen. Kwa hiyo mpango mzima nani? Kristo. Ndio maana sisi sote tunataka tumfanane nani? Kristo. Si mwisho wa siku mimi kama mtumishi nitapimwa watu wangapi nimewafanya mfananie Kristo. Amen. Sikutumwa nitengeneze ufalme wangu. Amina. Ufalme wangu unatengenezwa na yeye Mungu. Amen. Kazi yangu mimi ni kushughulika na watoto wake wakue na kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Amina. Ndio maana hapa tunaambiana vitu vyote, tunafundishana, hatuzuii kitu, hatufichi kitu. Amen. Hamnaga kitu inaitwa siri ya kazi. Matamanio yangu ni kwamba ningeamka kesho nikute wote mnajua kuliko mimi. Ningeshukuru, ningeenda na likizo. Yeah. Ningekuwa nimemaliza kazi yangu. Amen. Na nikupe angalizo. Ukijikuta wewe muda wote unajiwaza wewe, kuna shida. Sana. Big problem. Niliendaga sehemu moja huko Kilimanjaro huko. Nikachukua watu wapendwa kama 12. Tukapanda nao mlimani tukaomba. Nikawafanyia kitu inaitwa impartation. Walivorudi mama mmoja akawa jasiri kuanza kutumia kile alichokipata. Akaanza kufanya kazi ile, watu wakaanza kukusanyika kwake. Kijiji kimoja kiko kwa siku inaitwa Matadi kule juu. Ile mama baada ya muda niliacha kupokea simu zake, alikuwa ananikera. Maana kila akipiga simu anajizungumzia yeye tu. Hawezi ongea sentensi mbili bila kujizungumzia yeye. Bala kumzungumzia nani? Nataka kujua siri? Ndio. Ukutana na mtu anajizungumzia yeye muda wote na sio Kristo, huyo mtu ni mchanga kiroho. Maana mtu aliyekomaa kiroho ameshajua kwamba yeye ni kapi, hamna anaweza kufanya. Yeah. Amina. Sio, unaelewa? Eh. Imagine wakati Yesu anaingia Yerusalemu. Amekaa juu ya punda. Nguo zimetandikwa. Alafu punda anaanza, sio mimi jamani, ni huyu. Kwamba hizi nguo hazijatandikwa kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya huyu aliyokaa juu yangu. Mngemwonaje huyo punda? Bwana mnaanza kumcheka punda. Ambaye hivi punda, kwa hiyo ulidhania hizi nguo zimewekwa kwa ajili ya wewe punda, na wewe punda? Kwa hiyo ulidhania umetandikiwa nguo wewe? Hallelujah. Ndio maana mimi mtu akianza kufanya chochote cha kumtukuza Mungu, sisemi chochote. Siwezi kwanza, sio mimi ni Yesu, muangalie Yesu. Punda wewe. Kwamba ulidhania wewe ndio unapigwa magoti? Hapana. Kiburi ya uzima tu. Hallelujah. Mungu alinyofoa. Zamani kabisa nakumbuka kitu, nikana na mtu mmoja tukawa tunazungumza. Kwa ujinga kabisa. Uzuri Mungu amejaa rehema.
Mtu amekuja anasema bwana, yule mtume na nabii mimi simuelewi. Watu wanaenda wanasujudu mbele yake alafu anakaa kimya. Na mimi nikaunga mkono. Akasema kweli huyu anakufuru, anachukua utukufu wa Mungu. Anaiba utukufu wa Mungu. Huyo Mungu atamshughulikia kweli. Tukapiga umbea pale, hujawahi kuona. Chonga hujawahi ona. Tukaagana tukarudi nyumbani. Nikiwa nimekaa. Umetulia mwanangu Anasema moja, hujasoma kwenye neno. Nimesema baba, utukufu ule ulionipa nimewapa. Alikwambia mimi sijawapa watoto wangu utukufu, sishiriki utukufu pamoja na watoto wangu ni nani? Lakini waliniambia, walikwambia nini? Hasa niliposema utukufu wangu sishiriki na mwingine, nilikuwa nazungumzia ibilisi, sikuwa nazungumzia wanangu. Amen. Maana ukisoma mazingira pale anazungumzia wale wanaabudu vinyago. Amen. Kwa anasema utukufu wangu sitaushiriki na mwingine. Anasema mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Amen. Akaniambia mbili, nikuulize swali. Huyo ndugu wakati ule akiwa mzinzi, mlevi, yuko watu walikuwa wanamsujudia? Hamna. Kaambia, kwa hiyo sasa hivi nadhani anasujudiwa kwa sababu ya yeye, ama ni kwa sababu mimi niko ndani mwake? Kasema baba yaishe. Si. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kumfunua nani? Kristo. Sawa? Okay. Na yeye ndiye anayetuongoza na kututia katika kweli. Tuko kwenye mstari. Tuanze mstari wa 13. Tuko Yohana 16, si ndio? Anasema lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, anaitwa Roho wa nini? Wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Sawa? Ndio maana mtu akiniambia anaongozwa na Roho Mtakatifu, anambia na Roho Mtakatifu, ninapomsikiliza naanza kupima kile ambacho anakiongea kama kinakubaliana na kweli ya Kristo. Maana kumbuka Roho Mtakatifu kazi yake ni kumfunua Kristo na kumtukuza Kristo. Kwa hiyo kazi yake ni kutuongoza na kututia katika kweli yote. Kazi yake pia ni kumtukuza nani? Kristo. Lakini pia Yohana 14 mstari wa 26 anasemaje? Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo kazi yake ni kukufundisha yote na kukukumbusha inashida kusema. Hiyo. Kukumbusha yote ambayo Yesu alifanya nini? Alikwambia. Na anasema Roho Mtakatifu amepelekwa, ametumwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kinachompa uhalali yeye kuoperate, kutenda kazi hapa duniani ni jina la nani? La Yesu. Kwa sababu gani? Yesu ni mwana wa Adam. Ukisoma Yohana 5:27 anasema na Baba amenipa mimi mamlaka ya kufanya hukumu kwa kuwa mimi ni mwana wa Adam. Tuko sawa? Amen. Si Mungu ni Mungu wa kanuni ati. Amen. Si kama wewe sio mwana wa Adam, kama sio bin Adam, huna mamlaka huku chini. Ndio maana Yesu alikuwa ni 100% mwanadamu, 100% Mungu. Na wewe umekuwa 100% mwanadamu, 100% Mungu. Ndio maana Mungu anakuambia tembea kama Mungu. Amen. Kwa lugha nyepesi umekuwa Mungu mtu. Amen. Ama mtu Mungu, vyovyote unataka kuiweka. Ndio anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe. Kiumbe. Hajasema amekuwa mtu mpya, kiumbe. New creature. Kwa hiyo kwa wengine ukishazaliwa mara ya pili hatukujui mahali pa kukuweka. Mwanadamu hauingii, mwanadamu unaonekana lakini kwa Mungu unaonekana. Sasa wewe unajionaje? Kwa hiyo Roho Mtakatifu kazi yake ni kukufundisha. Kukuongoza na kukutia katika kweli yote. Si, na wapongezeni ninyi mmekubali kuingia kwenye kweli yote ambayo nini? Ni uzima, kisha uzima tele. Amen. Wapi uzima huo? Kwenye mwili huu. Hata hawataki kusikia humu, lakini ndio hivyo humu. Yeah. Kama hutaki mwenye wivu wa kinyonge. Tuko sawa? Iko wazi.
Sasa usije kuna watu wengine wanafreshaga. Mtu mmoja akanifuata akasema, usio unaongeaga hivyo unakwaza watu. Nikamwambia wewe ni nani? Yeye aliniweka mimi nipeleke hii message. Amesema mimi ninafaa. Who do you think you are? Unadhania wewe ni nani wakuja kunikosoa na kunisaisha? Who are you? Kama yeye anaona kwamba nimekosea ataniambia. Amen. Lazima angalia taratibu, wasije wakasikia watoto nini kwamba mauti imefutwa ataamini. Kadiri tunavyo kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, ndivyo tunavyo zidi kumfanania Kristo mwilini. Na kati ya kitu ambacho wanamshukuru Mungu, Amen, alinipa staili ya kuhudumia watu katika namna ambayo na kazi yangu ni kusoma tu neno lake. Kwa hiyo ukibishana ubishani na mimi. Amen. So simple. Wakorintho wa pili mlango wa 3 mstari wa 17 anasema, basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Sasa unajua mstari wa 14 wengine wanasubaga wanakimbia. Huo mstari wa 18. Wangapi mmewahi kujaribu kutafakari? Ama watu wasoga wanakimbia tu. Kio tukufu ya Roho. 18 17. Nimeanza 17 mpaka 18. Makabayo ile Katoliki anasema hivi, basi sisi sote ambao nyuso zetu hazikufunikwa tunaona kama katika kioo utukufu wa Bwana, tunabadilishwa tufanane zaidi na huo mfano wake kwa utukufu mwingi zaidi. Hiyo ni kazi yake Roho wa Bwana. Sasa ngoja nielezee kwa maneno mepesi. Kwa maneno mepesi. Anasema Roho Mtakatifu tunapokaa naye, sawa, anasema inasababisha sisi kuakisi utukufu wa Kristo kama katika kioo. Tuko sawa sawa? Amen. Hiyo ni kitu ya kwanza. Yeah. Anasema tunapofanya ushirika na Roho Mtakatifu, tuna akisi kwa sababu ya kukaa naye, tuna akisi utukufu wa Kristo kama katika kioo. Utukufu wa Kristo kama katika kioo. Wangapi wanajua kwamba ukichukua mwanga ukautupa kwenye kioo unarudisha nini? Okay. Wangapi wametumia kioo leo asubuhi? Amen. Ulivyoangalia ulimuona nani? Ulijiona wewe, si ndio? Kwa hiyo kioo kilirudisha nini? Sura yako. Tunakubaliana? Kwa hiyo anasema ninavyokaa na Roho Mtakatifu mimi nageuka kuwa kioo. Sawa? Na watu wakiangalia kwenye kile kioo wanamwona Kristo. Amina. Wanaona utukufu wa Kristo. Amen. Bado hajaeleweka. Sikule Arusha niliwafundisha. Sasa hapa sikujiandaa. Kristo ana utukufu. Biblia inasema kwenye Waebrania 1:3 kwamba yeye ni mng'ao wa utukufu wa Baba. Amen. Na hapa anazungumza anasema kwamba wewe ni mng'ao wa utukufu wa Kristo. Amen. Kwa hiyo kadri ninavyokaa na Roho Mtakatifu ndivyo mng'ao wa utukufu wa Kristo unapoanza kuonekana kupitia mimi. Amen.
Sawa? Kuzungumza kwangu, kutenda kwangu, kufanya kwangu maamuzi, kila kitu kinaanza kufanania Kristo. Okay. Wangapi wamewahi kusikia ile usemi wanasema mwanaume na mwanamke walioana kama muda mrefu wanafanana? Sawa? Kwa hiyo na wewe unavokaa na Roho Mtakatifu unaanza kuakisi, unaanza kutoa, kuachilia mng'ao wa utukufu wa Kristo. Amen. Haleluya. Amina. Okay. Ngoja nifafanue hichi kipengele hapa. Naona wengine nataka kuwa ngumu. Na ni kwa sababu mnaleta mazingira yenu kwenye neno la Mungu. Amen. Mazingira yako yanatakiwa yabadilike yatii neno la Mungu. Na sio neno la Mungu libadilike kufuata mazingira yako. Yes. Haleluya. Hapo hapo. Nishaona watu sana unaanza kufundisha, anaanza kuelezea, anakuambia hivi, unaota mtu ana machungu na mchungaji wake. Hiyo Matendo ya Mitume mlango wa 4. Mstari wa 13. Matendo ya Mitume 4:13. Anasema hao wazee wa baraza wakiwa wanajua kwamba Petro na Yohane, ngoja nisome nani? Hii Biblia mzuri. Kwa hivyo soma ile. Anasema basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Amen. Si, ghafla wanaanza kuwasikiliza Petro na Yohana, wanaanza kumuona Yesu. Sawa? Kwa hiyo anasema napokaa na Roho Mtakatifu, napotenga na Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza kinachotokea manake ni kwamba naanza kuakisi, naanza kurudisha reflection, sio anasema nini? Kuachilia mng'ao wa utukufu wa Kristo. Ghafla mtu anaanza kuhisi Amen. Amina. Nishaona wakati mwingine nafika mahali unasimama, labda mtu anakuja anaongea na wewe, unasimama anaanza kulia. Alafu unanyamaza kimya, anapiga yoe. Alafu baada ya hapo anaanza kuelezea utumbo wake. Nimefanya hivi, nimefanya hivi, nimefanya hivi. Kwa sababu gani? Ghafla nimesimama, kwa sababu nimesimama kwa sababu ya utukufu wa Yesu Kristo. Yeah. Tayari yule mtu anaanza kujiona kuwa yeye ni mwenye dhambi. Nakumbuka habari ya Petro, anasema ondoka kwangu mimi ni mwenye dhambi. Amen. Amina, amina. Nikaja moja kwa moja nikakukumbatia hivi. Nikakukumbatia hivi tofauti na kukumbatia siku nyingine. Ila nilihisi mwili wangu unayeyuka kutoka kwako. Yaani kama vitu vinayeyuka kabisa hapo. Sawa? Unatenga muda kiasi gani na Roho Mtakatifu? Amen. Tuko sawa? Amen. Kwa hiyo ilikuwa ni ya kwanza, kwamba unavokaa na Roho Mtakatifu anakufanya uanze kuachilia, uanze kuakisi, uanze kurudisha utukufu. Utukufu wa nani? Utukufu wa Kristo. Yeah. Kumbuka tunazungumzia habari ya kumiliki urithi wako hapa. Amen, amen, amen. Sawa? Amina. Lakini kitu cha pili ambacho kinatokea, anasema mwili wako. Sawa? Unafanana na sura ya Kristo. Na hapa anamaanisha utukufu. Ngoja turiwaini kidogo hichi kitu tuanze kukielewa. Kumbuka wewe rohoni unafanana na nani? Na Kristo. Wakatenda Warumi 8 mstari wa 29 anasema, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili
wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Amen. Sasa swali linakuja, anapozungumzia swala la mzaliwa wa kwanza anamaanisha nini? Lazima tufumbue kitendawili hichi. Anaposema mzaliwa wa kwanza, anasema wewe umeitwa ufanane na Yesu Kristo, ili yeye Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Amen. Kwa hiyo lazima tutafute, anasema mzaliwa wa kwanza manake nini? Manake mimi na wewe tunafahamu Yesu alipozaliwa hapa duniani hakuwa mzaliwa wa kwanza, labda mzaliwa wa kwanza kwa Maria. Na hii sio kwa wanadamu. Amen. Kwenye Ufunuo 1:5 anasema, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Kwa hiyo Yesu ni nani? Ni mzaliwa wa kwanza wa waliofanya nini? Waliokufa. Sawa? Ndio. Twende Wakolosai. Ngoja tusome mstari huu afa elewesha. Wakolosai 1. Mstari wa 18. Anasema, naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Sawa? Amen. Pointi ni hii. Si kuna kitu ambacho hatukielewi. Sasa nianzia. Naangalia kanisa ambapo anashika na kichwa. Kwani okay, labda niulize. Mnadhani swala zima la kwa mnadhani swala la Yesu kufa ilikuwa ni dhambi yako, ndio issue nzima? Mna. No. Kwa maana swala la dhambi ndio lilikuwa linamuumiza Mungu kichwa. Ukienda Matendo ya Mitume 13, labda tuende kwenye historia kidogo. Maana sasa tutafanyaje sasa? Wewe unajua tunasoma Biblia, okay. Twende Paulo anaongea, anatoa historia kidogo kuhusu ya Yesu. Labda tujikumbushe kidogo. Wengine hawajuage, tuko makanisani hata hawaelewi nini kinaendelea. Amen. Matendo ya Mitume 13. Anasema hivi, kisha Paulo na wenziwe wakang'oa nanga, wakasafiri kutoka Pafo, wakafika Perge katika Pamfilia. Yohana akawaacha, akarejea Yerusalemu. Lakini wao wakatoka Perge, wakapita katikati ya nchi, wakafika Antiokia, mji wa Pisidia. Wakaingia katika sinagogi siku ya Sabato, wakaketi. Kisha baada ya kusomwa Torati na chuo cha manabii, wakuu wa sinagogi wakatuma mtu kwao na kuwaambia, ndugu, kama mkiwa na neno la kuwafaa watu hawa lisemeni. Imekula kwao. Wampa Paulo nafasi kwenye sinagogi. 16. Paulo akasimama akawapungia mkono akasema, enyi waume wa Israeli, nanyi mnaomcha Mungu, sikilizeni. Mungu wa watu hawa Israeli aliwachagua baba zetu, akawatukuza watu hao walipokuwa wakikaa kama wageni katika nchi ya Misri, na kwa mkono ulioinuliwa akawatoa, akawaongoza. 18. Na kwa muda wa miaka kama 40 akawavumilia katika jangwa, na alipokwisha kuwaharibu mataifa 7 katika nchi ya Kanaani, akawapa nchi yao iwe urithi kwa muda wa miaka kama 450. Sawa? Kwa hiyo Israeli sehemu alienda kuirithi ilikuwa ni mataifa 7 yalikuwa pale. Amen. Amen. Sawa? Kwa nini ni muhimu? Ni muhimu. Si ndio maana unaona Yesu akiwa upande wa Israeli akachukua mikate 5 na samaki 2, akalisha wanaume 5,000, vikabakia vikapu ngapi? 12. Ikiwakilisha makabila mangapi? 12 ya Israeli. Alipovuka upande huku kwa Wasamaria,
wakalisha wale watu 4,000, yakabakia makanda mangapi? 7. Ikiwakilisha nini? Watu wa mataifa 7. Kwa hiyo anasema mimi ni Mungu, mimi ni El Shaddai, zaidi ya utoshelevu kwa taifa la Israeli na kwa watu wa mataifa. Amen. Hamnaga bahati mbaya kwenye Biblia. 20. Anasema baada ya hayo akawapa waamuzi hata zamani za nabii Samuel. Hatimaye wakaomba kupewa mfalme. Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi, mtu wa kabila ya Benyamini, kwa muda wa miaka 40. Na alipokwisha kumwondoa huyo, akamuinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Na hii tafsiri ni mbovu, kwa sababu ukisoma Biblia ya Kiingereza anasemaje? A man after what? After my own heart. A man after my own heart. Haimaanishi mtu anayependeza moyo wangu. A man after my own heart maanake ni kwamba ni mtu anayefukuzia moyo wangu. A man after my heart, mtu anayefukuzia moyo wa Mungu, anayefukuzia kujua kilichoko ndani ya Mungu, anayetaka. Anasema katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli Mwokozi, yaani Yesu, kama alivyoahidi. Yohana alipokuwa amekwisha kuwahubiri watu wote wa Israeli habari za ubatizo wa toba kabla ya kuja kwake, naye Yohana alipokuwa akimaliza mwendo wake alinena, mwanidhani mimi kuwa ni nani? Mimi siye, lakini angalieni anakuja mmoja nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kumlegezea viatu vya miguu yake. 26. Ndugu zangu, wana wa ukoo wa Ibrahimu, na hao miongoni mwenu wanaomcha Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huu limepelekwa. 27. Kwa maana wakaao Yerusalemu na wakuu wao, kwa kuwa hawakumjua yeye, wala maneno ya manabii yanayosomwa kila Sabato, wameatimiza kwa kumhukumu. Na ijapokuwa hawakuona sababu ya kumfisha, wakamwomba Pilato auawe. Hata walipokwisha kumaliza yote aliyoandikiwa, wakamteremsha katika ule mti, wakamweka kaburini. Lakini Mungu akamfufua katika wafu, akaonekana siku nyingi na wale waliopanda naye kutoka Galilaya hata Yerusalemu, ambao sasa ndio walio mashahidi wake mbele ya watu. Na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa, ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2. Kwa hiyo wale wazee walikuwa wameahidiwa kwamba itafika mahali mwanadamu ataweza kushinda mauti. Kwa hiyo anasema Mungu ametimizia hicho kwa kumfufua Yesu, anakuwa ni mwanadamu wa kwanza kushinda mauti. Amen, amen. Pasipo kuombewa na mtu yeyote. Amina. Kumbuka Lazaro aliombewa. Kwa hiyo Mungu anaposema wewe ndiwe mwanangu leo nimekuzaa, anazungumza wakati Yesu amezaliwa na Mariamu ama wakati ametoka kaburini? Wakati ametoka kaburini. Haleluya. Imepita huku. Anasema tena ya kuwa alimfufua katika wafu asipate kurudia uharibifu, amenena hivi, nitawapa ninyi mambo matakatifu ya Daudi yaliyoamini. Kwa hiyo anena, na pengine hutomwachia mtakatifu wako kuona uharibifu. Sawa? Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Bali huyu aliyefufuliwa na Mungu hakuona uharibifu. Sawa? Basi na ijulikane kwenu ndugu zangu, ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Angalieni basi isiwajilie habari ile iliyonenwa katika manabii, tazameni enyi mnao dharau, kastaajabuni mkatoweke, kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu, kazi ambayo msingeisadiki kabisa, ijapo mtu akiwasimulia sana. Haleluya. Shida kila nikiwaambia mauti imefuta nasema ha? Kwa hiyo anasema Yesu baada ya kushinda mauti amekuwa ni mzaliwa wa kwanza kutoka katika watu waliotoka katika nini? Katika wafu. Kwa nini hiyo ni muhimu? Twende Luka. Labda nitaeleweka.
20. Si unaanzaje? Twende tu. Okay, Masadukayo wameenda kwa Yesu, wana diski nyingi. Wanaambia kuna mtu mmoja alikuwa na mke akafa, alafu akaolewa na ndugu yake naye akafa, akaolewa na ndugu yake naye akafa, akaolewa na ndugu yake naye akafa, mpaka wa 7, alafu wa 7 naye akafa. Sasa bwana mkubwa, tunataka kujua katika kiyama ya wafu wakifufuliwa, huyu mwanamke anakuwa mke wa nani? Ndio hoja ile kuwepo mezani. Yaani wamekaa wakaja na swali lao, wanaliona yes. Mstari 34. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabiwa kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi. Sasa hapo usiniulize, hata mimi mwenyewe sijuagi anamaanisha nini. Hii habari ya haoi wala hawaolewi, hiyo sijui. 36. Alafu anasema hivi, wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Amen. Anasema mtu aliyefufuliwa, sawa, anakuwa kama malaika. Amen. Hawezi kufa tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni mwana wa ufufuo. Wewe ndiwe mwanangu, leo hii nimekuzaa. Ni baada ya Yesu kushinda nini? Mauti. Baada ya kufanya nini? Ya kufufuka. Kwa hiyo amekuwa ni mzaliwa wa kwanza wa wana wa ufufuo. Na anasema hawa wana wa ufufuo hawafi tena. Amen.